Jaji mkuu alizungumza mambo ambayo yamezua gumzo na baadhi ya watu wakimshangilia. Makala hii inakuletea uchambuzi wa jambo hilo na utafahamu zaidi ya kile kilichosemwa. Kwanza tuanze na alichosema. Alisema nini? Alisema mambo mengi, lakini mambo aliyosema baadhi yake alilalamika kuhusu kutungwa sheria zinazokwenda kinyume na katiba. Lakini mahakama ifanye kazi bila kuingiliwa. Wakuu wa wilaya na mikoa waondolewe kamati za mahakama, ziendeshwe na watu wa mahakama wenyewe. Lakini aliomba wastaafu wa mahakama wanapostaafu pensheni zinasuasua. Kwa hiyo bila shaka alikuwa akiomba zipatikane kwa wakati. Makazi bora kwa ajili ya watumishi wa mahakama ni jambo jingine ambalo aliliomba. Makazi bora kwa ajili ya mahakimu na majaji. Lakini mahakimu na majaji waishi maeneo yenye hadhi ili kulinda hadhi yao. Lakini pia usafiri kwa ajili ya watumishi wa mahakama, na akaomba mikopo yenye masharti nafuu kwa watumishi wa mahakama. Lakini mwisho alitoa tahadhari, akasema hii si kwa maslahi binafsi bali kwa ajili ya wananchi. Twende katika uchambuzi wetu. Kundi la wanyonge linaloshangilia linashangilia nini? Kilichosemwa kwa asilimia 90 kinatetea masilahi ya watumishi wa mahakama, ambalo ni jambo sahihi kwa jaji kutetea masilahi ya watu wake. Mimi mwalimu nikisimama, pengine nitatetea masilahi ya walimu. Akisimama daktari, atatetea masilahi ya madaktari. Akisimama mwandishi wa habari, atatetea masilahi ya waandishi wa habari. Sasa jaji yuko sahihi kabisa kuwatetea watu wake. Ambaye sifahamu anatetewa na nani ni mkulima. Mkulima anasemewa na nani? Anatetewa na nani mkulima? Kijana asiye na ajira anatetewa na nani? Pengine ni wizara mpya ya wizara ya vijana. Kuna wizara hapa, pengine ndio itakuwa inazungumza mambo hayo. Kwa kifupi, kila msomi anatetea kundi lake. Kila msomi hutetea kundi lake. Kwa hiyo jaji alikuwa akitetea kundi lake. Ukitazama kwa asilimia 90 unaona anatetea masilahi ya watu wa mahakama, na anasema kabisa, nisipotetea masilahi yao watanipiga majungu, nitaondoka. Wote kwa pamoja tunashtuka. Wanyonge wanashangilia nini? Tulitarajia wengi watakaoshangilia ni watumishi wa mahakama wanaotetewa, lakini kinyume chake kundi la wanyonge linashangilia. Kundi la wanyonge linashangilia. Maana yake nini? Maana yake nini? Anatetewa mtumishi wa mahakama, apate nyumba, apate gari, aishi maeneo yenye hadhi ili kulinda hadhi yake. Anaondolewa ulipo wewe, atafutiwe eneo lenye hadhi, aishi kulingana na hadhi yake. Usafiri kwa ajili ya watumishi wa mahakama si usafiri kwa ajili ya wakulima. Mahakimu na majaji waishi maeneo yenye hadhi ili kulinda hadhi yao, si makazi kwa ajili ya mama ntilie. Wastaafu wa mahakama wanapostaafu pensheni zinasuasua. Hapa hatetewi kijana asiye na ajira. Mtumishi wa mahakama pensheni inasuasua. Kashalipwa mshahara, sasa pensheni isisuesue. Kama miezi 6 hajapata pensheni yake. Anatetewa mtumishi wa mahakama. Jambo jema kwa mtumishi wa mahakama. Lakini huyu anayeshangilia, muuza mihogo anashangilia, dalali anashangilia, hata matapeli nao anashangilia. Mikopo yenye masharti nafuu si kwa ajili ya wewe mjasiriamali, ni kwa ajili ya watumishi wa mahakama. Endapo hawatapewa usafiri, wapewe basi mikopo yenye masharti nafuu, wajipatie magari. Nyonge anashangilia. Lakini jaji anatuacha na mtego mkuu, si kwa maslahi binafsi bali kwa ajili ya wananchi. Lakini tuna haki ya kufikiri.
Si nchi yote, hii nchi si yetu wote, tuna haki ya kufikiri. Sasa wanyonge wanashangilia nini? Inafikirisha, hili kundi la wanyonge linashangilia nini? Kinashangiliwa kitu gani hapa? Ukizitazama hoja hizi, anayepaswa kushangilia hasa ni mtumishi wa mahakama. Jaji kafanya kazi nzuri sana kuwatetea. Kawatetea vizuri kweli. Kazi bora kwa ajili ya watumishi wa mahakama. Tena anasema mahakimu na majaji. Wala hajasema wacheza kamari, wazee wa kubeti. Mahakimu na majaji. Kazi bora. Apigilia mstari anasema mahakimu na majaji waishi maeneo yenye hadhi. Kwa nini maeneo yenye hadhi? Ili kulinda hadhi yao. Sasa wewe unashangilia nini? Sasa msikilize mwalimu. Msikilize mwalimu. Watu wasema mwalimu rudi darasani, sirudi. Mwalimu nenda darasani bwana. Siendi. Taka hapa. Taniona hapa kila siku. Hapa YouTube. Siondoki, siendi kokote. Sirudi darasani. Hapa. Mtandao umejua kwani sawa. Sasa msikilize mwalimu. Lipo kundi la wanyonge wachache ambao tayari wamedanganywa, lakini wana sauti kubwa sana. Lipo kundi ambalo tayari limedanganywa. Lipo kundi la wanyonge wachache. Wanyonge washadanganywa tayari. Kundi hili ambalo tayari limedanganywa, kufikiri imekuwa jambo la hiari. Hakuna fikra tena. Kufikiri imekuwa jambo la hiari. Mtu anachagua kutokufikiri. Fikiri au usifikiri. Kufikiri ni jambo la lazima, lakini kundi hili lililodanganywa, kufikiri kwalo imekuwa ni jambo la hiari. Sikilize mwalimu. Kufikiri imekuwa jambo la hiari. Kundi hili alifikiri. Wanafikiri wengine, lenyewe linashangilia. Ukiwa mvivu wa kufikiri, wapo watu watakaofikiri kwa niaba yako. Sasa tawaeleza tu. Niliwahi kufatwa shuleni kwangu. Kafatwa na jamaa mmoja. Anambia bwana mwalimu, kuna ofa hapa. Ofa gani tena ndugu yangu? Takaa Nairobi katika hoteli yenye hadhi ya nyota 5. Kazi yako moja tu. Tukana Samia. Takaa Nairobi hoteli yenye hadhi ya nyota 5. Na utalipwa. Kazi yako ni hiyo tu. Tena unafanya hapa kwenye channel yako. Sasa jambo hilo tu kwanza halikubaliki. Inawezekanaje kufanya jambo kama hilo? Kwa nini? Sasa nikivuruga mambo nikiwa kule, huku yakaharibika, watakaoumia ni nani? Si ndugu zangu nilowaacha huku. Ndio kufikiri sasa. Watakaofikiri, uletewa jambo unafikiri. Sasa utatukana, utachoma mambo, yataharibika. Anayeumia nani? Si ndugu yako uliyemwacha. Alafu tu hata wazo la kupangishwa na mwanaume mwenzako. Yaani mwanaume mwenzako anakupangisha hoteli Nairobi. Unafikiri sawa sawa? Yaani mwanaume anakuchukua, anakupeleka Nairobi, anakupangisha. Unalipiwa bili na mwanaume mwenzako. Haiwezi kutokea kwa Mwalimu Makoba. Mwalimu Makoba anaenda kama Nyerere. Katika mashule yetu, walimu wa Tanzania, ndugu zangu, sijui wanafundisha nini walimu wenzangu. Walimu wenzangu wa Tanzania, wenzangu wanaonisikiliza hivi sasa, tunafundisha nini? Tunafundisha madai tu. Mkadai watoto, mkadai, nendeni mkadai tu. Haya tumerithi wapi? Tumerithi tabia za watawala wetu.
Watawala wetu wao mitajiri, wana tabia ya madai. Wanadai. Nchi maskini, watu wetu hawana maji ya kunywa, hawana mabarabara, hawana dawa, vitoto vinakufa mpaka sasa havina hata kwinini havipati. Watu wetu ambao wamestarehe wanadai tu. Hii nchi tunaipeleka wapi? Uongozi wa kudai tu. Tupate wapi? Tumtoze kodi nani sisi? Marekani moja ahitaji ale, ashibe, avae, ashirike, awe na mahali pa kulala. Hiyo tunaiweza, kazi hiyo tunaiweza. Kama tukiweka umoja katika nchi yetu, kazi hiyo tunaiweza. Haitapita muda mrefu kabla kila Mtanzania hajapata mahitaji hayo. Lakini ikiwa mahitaji yenyewe ni ya kudai fahari, unataka kumkoga fulani, hayo hayawezekani. Na wala chama chenyewe na viongozi wenyewe ikiwa viongozi kila sisi, hiyo kazi hatuiwezi. Kwa hiyo nasema, namalizia, nimesema mimi nia yangu ni kuwasema wafanya kazi hawa wachache wenzangu wa kundi langu wenye elimu. Sisi tunaiongoza nchi wapi? Sisi tunakula, tunashiba, lakini ndio wenye kelele zaidi ndio sisi. Tuna mahali pa kulala. Sisi wenyewe makabati yamejaa maguo, wake zetu makabati yamejaa maguo na makabati 3 4. Lakini sisi hao ndio tunadai. Na sisi hao ndio viongozi. Hii nchi tunaiongoza kuipeleka wapi? Mwalimu Makoba anaenda kama Kwame Nkrumah. Mwalimu Makoba anaenda kama Candace Kaunda. Mwalimu Makoba anaenda kama Jomo Kenyatta. Mwalimu Makoba wakati mwingine anaenda kama Indira Mahatma Karamchand Gandhi wa India. Tamweza mwalimu? Huwezi kumpangisha mwalimu. Nikakataa ofa. Kwa hivyo kinachotokea, kuna kundi la wanyonge waliopoteza uzalendo. Hawana furaha na jema lolote linalotokea katika nchi yao. Wanadandia mazungumzo na kuchonganisha watu. Jaji anazungumza mambo ya masilahi kwa ajili ya watumishi wa mahakama. Habari inapinduliwa. Watu wanaanza kushangilia. Jaji kachomoa waya mbele ya Samia. Sasa huku ndiko kukosa uzalendo. Na kazi yangu ni moja tu. Darasani sirudi mpaka tuelewane. Nawatakia siku njema.